Mtazamaji wa Kitenge TV, mimi ni Isa Dede, Umoja wa Mataifa, chumvi ya mawe, Mwinto Brigade. Bwana, nipo makao makuu ya klabu ya Young Africans Jangwani, Yanga da Africans. Nipo na mwenyekiti wa wasemaji wote duniani, semaji la FIFA, Ali Shaban Kamwe. Kwema kaka? Kwema, niambie ndugu. Siku chache tu hatujaonana bwana, sasa hivi naona mpaka kitambi. Kitambi hamna. Kawaida bwana, kawaida. Fulani vichepesi. Kawaida. Nataka nirudi Sinza Star bwana. Leo nimeenda kupanga huku spati simu kufanya mazoezi vizuri. Narudi pale Sinza Star nikinukisha vizuri pale. Bwana, tuambie kesho kutwa mnacheza na Fountain Gate, pengine tuambie hali ya kikosi, maandalizi ya timu kiujumla kuelekea katika mchezo huo wa ligi baada ya kufanikiwa kuwa na lizi mzuri kwenye michuano ya kimataifa. Kwenye ligi tuna mechi mbili ambazo ziko mbele kwa mujibu wa ratiba inavyoonyesha. Tuna mechi dhidi ya Fountain Gate siku ya tarehe 4, ambayo mechi hii itachezwa uwanja wa KMC Complex, ambao uwanja wa nyumbani wa Young Africans kikanuni, na itachezwa majira ya saa 10 kamili jioni. Mechi ya pili ya hivi karibuni ni mechi ya ligi kuu ya NBC tena dhidi ya Coastal Union, ambayo awali ilikuwa ipigwe kwenye uwanja wa nyumbani wa Coast ambao ni uwanja wa Mkokwani, lakini taarifa ya mwisho ya bodi ya ligi ikatuambia uwanja wa Mkokwani umefungiwa. Kwa hiyo sisi kama Young Africa leo ikiwa ni tarehe 2 tunaendelea kusubiri taarifa rasmi kutoka bodi ya ligi na wenzetu labda wa Coastal Union watujuze mechi hii inakwenda kufanyika wapi. Tunasubiri kwa sababu kuna logistic ya safari, kuweka booking mapema za hoteli kama itakuwa ni nje ya Dar es Salaam. Kwa hiyo tunaendelea kusubiri na wanachama, mashabiki wa Yanga waendelee kuwa na subira. Tutakapopata taarifa rasmi juu ya mchezo wa Coast tutawajuza hivyo. Kwa mechi ya mbele hapa ambayo iko mbele yetu ni dhidi ya Fountain Gate na tarehe 4. Mechi hii bwana tumeichagua kuwa mechi maalum kwa ajili ya goalkeeper wetu Djigui Diarra. Kwa mechi hii itaitwa Diarra Day, siku ya mkongwe kuokota. Siku ya mwamba kuokota. Kwa hiyo ni Diarra Day na specific ni kuja kumuokotesha. Kwa hiyo wanayanga kutoka leo wanaponisikia mwenyekiti wa wasemaji nikizungumza, tunatakiwa tuanze kuandaa okoto la Djigui Diarra. Kwenye peji yako ya Instagram unaweza kutuonyesha okoto ambalo unaliandaa, kama ni umelifunga vizuri, yani tengeneza package nzuri. Diarra challenge kwanza. Hiyo Diarra challenge. Kwa hiyo kama kuna pochi, jaza minoti, tunisha lile pochi kwamba okoto la Diarra KMC Complex. Kama utakuja na hilo okoto kwenye mfuko, tia kwenye mfuko, uandike pale okoto la Diarra. Kwa hiyo ni Diarra challenge. Kila ambacho unakibeba kuja kumtunzia Diarra tuonyeshe kwenye social media. Na ukipost andika #Diarra Day. Mtaiona na mimi nitaweza kushare. Kwa hiyo chote ambacho unakiandaa kwa ajili ya goalkeeper wetu Djigui Diarra, njoo nacho KMC Complex tupate nafasi ya kumzawadia goalkeeper wetu. Noti vibunda. Kwa ambao wako nje ya Dar es Salaam, wako nje ya nchi, wanataka kumzawadia pia Djigui Diarra. Amecheza kwa muda mrefu kwenye timu yetu, mafanikio makubwa. Tunataka tumuonyeshe kwamba tumefurahishwa na performance yake. Tafuta ndugu jamaa aliyekuwa Dar es Salaam, mpe hela ya kiingilio, aidha ni shilingi 10,000 kwa mzunguko au 20,000 kwa VIP, mpe na okoto. Yani wewe mpe hiyo, mwambie hiyo 10,000 hiyo kiingilio, alafu hili okoto lingine hili nenda kwa wakala katoe, mpelekee Djigui Diarra. Siku hiyo tutakuwa na shangazi kaja, sio kibegi. Tutakuwa na shangazi kaja, bonge la fuko. Bonge la fuko tunataka tulijaze lile. Djigui Diarra aone kweli wanachama na mashabiki wa Yanga wako hapa. Ile 2.4 ile ni hela ya maji. Ametoka safari, amekuwa na kiu, tumempa hela ya maji. Ile milioni 2.4. Okoto lenyewe linakuja sasa. Wewe usicheze na Yanga. Mtu wa mwisho pale aliokota Khalid ya Ucho, hela nyingi kweli pale. Kwa hiyo tunataka Diarra ile shangazi kaja lijae. Yaani tuliburuze hivi. Kwa hiyo wana Yanga ulichokuwa nacho kwa ajili ya Djigui Diarra. Maana tumesema sana Diarra. Ulichokuwa nacho kwa ajili ya Djigui Diarra. Tukutane KMC siku ya Alhamisi. Yaani tutakuwa unaweka tu unahesabu unaweka, kwa sababu ni mtu ambaye
ametuheshimisha Djigui Diarra. Anatufanya sasa hivi tunatembea tunavimba. Djigui Diarra lazima tumpe thamani ambayo anastahili kuipata. Kwa hiyo Diarra Day imekuja na Diarra Challenge inakwenda sambamba na maokoto. Ndio. Kuna wachezaji wote ambao mtawakosa kwenye mchezo huo wa ligi kuu dhidi ya Fountain? Ukiondoa Djigui Diarra ambaye alipata injury na Mudathir Yahya, ambao hawa sasa tunasubiri daktari ushauri wake. Tuko nao kwenye mazoezi lakini tunasubiri ushauri wa daktari kwamba watumike au wasitumike. Lakini walipata injury, Yahya alishtua enka kidogo, Mudathir alishtua sehemu ya pembeni hapa kwenye goti, lakini wako vizuri, si majeraha makubwa ya kutisha. Kwa hiyo kama daktari atamshauri mtaalamu Pedro, watatumika. Akimshauri wapumzike, watapumzika. Uzuri tuna squad ambayo inaweza kuingia na kutupambania kwenye pitch vizuri. Ndio. Fountain walikuwa na mazoezi leo saa 3 asubuhi pale KMC Complex, na msemaji wa Fountain Issa Mbuzi amesema anakuja kuwamwagia upupu Young Africans ili waweze kujiwasha, lakini pia amepewa salamu bwana mdogo ambaye alikuwa mchezaji bora wa mwezi ambao umepita, Chuga. Amesema anataka afunge hat-trick kwenye mchezo wenu. Kwanza Chuga ni mchezaji mzuri sana. Chuga ni mchezaji mzuri na Issa Mbuzi hamjui Chuga. Mimi namjua Chuga kabla yeye hajamjua. Wakati nasoma CAF license B. Sasa hii Mbuzi hawezi kuelewa, mtoto mdogo yule. Wakati nasoma CAF license B Tanga, Chuga nimemfundisha mpira. Katika sisi anakutana na mwalimu wake. Anakutana na mwalimu wake. Fundisha mpira tukiwa tuko Tanga pale. Tuko wanafunzi pale, tuko na mtaalamu pale wa mpira Oscar Milambo, TD mwenyewe, bwana harusi mpya. Kwa nini mtakwenda kwenye harusi ya Oscar ni kwanza? Chazi aliniacha. Chazi nimemwambia kabisa bwana kwa TD tunaenda wote, akasema sawa kaka. Nashangaa nimemtumia fursa hii kumwambia kaka yetu Oscar Milambo. Unajua waandishi tunampenda sana Oscar Milambo. Wewe umpendi Oscar? Namkubali sana Oscar Milambo. Ni mtu wa watu, ni mtu wa waandishi. Harusi aliyoifanya ni harusi ya ukweni. Harusi ya wana bado. Sahihi. Sababu nimeangalia ukumbini wana walikuwa wachache. Kwa Spoga kateni hichi kipande na mumtagi pale. Bwana mkurugenzi nini? Sasa hivi ni katibu sasa. Katibu mkuu wa TFF. Sisi tumezoea ku TD kwa sababu ni technical director na limetukaa. Kwa hiyo tusamee bwana. Kaimu katibu mkuu wa TFF. Harusi uliyofanya hiyo ilikuwa inahusu tu wazazi wako na wakwe zako. Harusi ya wana bado. Sisi hatuitambui ile. Yaani wana tunatakiwa wana tuje. Wewe ni mtu wa watu. Sahihi. Kama una hela ya ukumbi pale Karume patatosha pale. Yeye weke tu matenti wao utaenda pale. Tuchome nyama pale tufurahi. Na kaimu katibu mkuu wa TFF Oscar Milambo. Mpira upo sehemu salama. Sasa Oscar alikuwa tupo naye kwenye kozi kule Tanga, ndio mwalimu wetu. Chuga nimemfundisha mpira mimi. Chuga nimemfundisha mpira. Kwa hiyo Chuga ni mchezaji mzuri. Very promising, very promising. Nitakwambia ukweli. Na Issa ndo akasema ndo mchezaji mdogo kwenye ligi. Inaweza kuwa kweli kama utakuwa umeshamkata kichwa Ninju, umeshamkata kichwa Casemiro. Inaweza kuwa kweli. Maana ulimfundisha akiwa mdogo. Sasa mimi namjua, na maana sitaki kuongea sana, namjua Chuga ila sio mchezaji mdogo kwenye ligi. Wale kwenye ligi wako hawa kina Ninju wadogo kabisa, miaka 16 toka 17 sasa hivi. Mdogo. Kwa namjua mimi nani vizuri Chuga. Kwa hiyo asitambe sana, mwambie Chuga anakwenda kukutana na mwalimu wake. Ni mchezaji mzuri, very potential, very promising, na mimi ungeambiwa nipige chapuo. Hii AFCON Chuga itakiwa aende. Serious kabisa. Serious wallahi billahi. Ana uwezo, anahitaji kupewa fursa. Sheikh Lamine Yamal kacheza kule Euro 16. Lamine Yamal anakuwa star dunia 16, anakuwa star dunia 16 17. Kwa nini Chuga mnambana bana? Very potential. Kwa anajua mpira wala sio. Hapo kaniibia. Maana yake akasema na kweli bwana mlivyokuja mlicheza mechi ya kirafiki ile. Aliongea matokeo? Alinigea matokeo. Ilikuwaje? Mliwafunga. Ngapi? Nadhani ni 2-0 ilikuwa ile mechi. Akaniambia bwana baada ya pale wewe na baadhi ya viongozi wengine bwana mkasema bwana mtoachie mtoto. Baada ya viongozi mimi tuachie mtoto. Hamna sikwambia tuachie. Nilikwambia mpeni nafasi wiki jana ajifunze, aendelee kupata experience, baada ya hapo atakuja klabu kubwa zaidi Tanzania. Hiyo ni simple logic kaka.
Sugar anacheza Fountain Gate, anaendelea kujikuza, anaendelea kuwa bora, anapata experience. Tukishamuona sisi Yanga amekomaa vizuri, anakuja kuingia kwenye klabu ya ndoto ya kila mchezaji hapa Tanzania. Wengine sio wanaweza kumuwahi kaka. Hata ukimuwahi atakuja tu, ni swala la muda. Ili karia ya mchezaji itimie, lazima uvae jezi ya Yanga. Ndio. Yaani ili karia ya mchezaji itimie. Kwa mfano sasa hivi hapa ukizungumza legendary kwenye football ya Tanzania, angalia wachezaji waliovaa jezi ya Yanga. Zungumza kina Sande Manara, Eddie Jonas, Lunyamila. Zungumza watu ambao karia zao zimekuwa decorated vizuri, zina legacy kwa sababu ya jezi na logo ya Young Africans. Hata wakina Kibadeni na wenyewe King Kibadeni Mputa. Asa King Kibadeni Mputa karia yake ukiifanyia highlights ni hat-trick ya Derby. Wewe nielezee kingine. Ukisikia story ya King Kibadeni Mputa unazungumzia Derby, goli hat-trick. Kingine, lakini muelezee Sande Manara. Muelezee Eddie Jonas Lunyamila. Elezea, unaweza kupoa counter hata 8 kama unaandika tu. Huyu mtu hatari, alishawahi kuimbwa kule Uganda, huyu mtu hatari, alishawahi kutafutiwa hadi mke wapi huko. Hatari. Noma sana. Bwana, kuna barua hii nataka nikusomea, ilikuwa ni taarifa kwa umma. Desemba 2, 2025. Uongozi wa Young Africans unapenda kutaarifu umma, mashabiki na wanachama kuwa rasmi umeachana na mayo wake ya Viola kwenye mabano. Uamuzi huu umefikiwa baada ya kugundua kuwa anachepuka na anagawa sana utamu. Tunamtakia kwenye utamu parudie. Sawa. Uamuzi huu umefikiwa baada ya kugundua kuwa anachepuka, anagawa sana utamu. Tunamtakia kila laheri mayo wetu katika mahusiano yake mapya zidi ya experience. Alafu hapo naona ukakanusha. Kwa kweli hiyo sio taarifa yetu. Kwa hamtaki kumwachia. Ipuuzwe. Sio taarifa yetu. Unaendelea naye. Hiyo taarifa sio ya kwetu Issa Dede. Bado mnamtaka. Ipuuzwe hiyo taarifa. Sio ya kwetu. Mwezi kumwachia mtu. Watu wanatoka mbali saya. Umwache mtu kwa sababu tu ya usaliti. Ipuuzwe taarifa. Sio ya kwetu, tuitambui sisi. Hatuijui sisi. Sio kaandika nani hiyo. Hatuitambui sisi. Anavumilika, kwenye utamu umetaka parudio mara 2. Sasa nilikuwa nataka nielewe, yani kwamba sababu ya watu kuacha mai wake ni nini? Kumbe ni utamu tu. Na anaenda kuutolea mbali. Inayumi sana. Hayumi sana. Na kuutolea mbali huko Afrika ya Kati huko. Maana yake ndani bado anakuheshimisha. Anavumilika. Yanazungumzika hayo jamani. Yanazungumzika. Huwezi kuacha mtu umetoka naye miaka zaidi ya 80. Tupo kwenye uzee sisi na Viola sasa hivi hapa. Tumwache kwa sababu tu ya hiyo kitu cheating, vitu vya kawaida hivyo, vinasameheka, vinazungumzika kwa sisi watu wazima. Yaani huwezi kuacha mke umeishi naye miaka 80 eti kwa sababu tu amekusaliti, yanazungumzika. Lakini kwa hiyo barua sio ya kwetu. Sisi kama Yanga tusiki nayo, sio ni mpuuzi gani ametengeneza hiyo, sio ipuuzwe, sio ya kwetu kabisa. Lakini hicho tukisema kwa hekima kweli, huwezi kuacha mkeo umedumu naye miaka 80. Anakuhudumia vizuri, anakupa liwazo zuri, anakuliwaza kwa muda mrefu, ukamwacha kwa sababu tu amekusaliti. Tena amekusaliti na mwanaume wa mbali. Mbali huko. Viola anafanya kosa gani ndio mtafikiria? Sasa hiyo barua sio ya kwetu shehe, usichanganye mambo. Sasa kwa kukanusha huko unasema bwana kwamba hamwezi kumwacha. Je, unasema ni kosa gani? Mimi nimekwambia hekima ya kwenye mahusiano. Kwamba mtu hawezi kumwacha mtu umeishi naye miaka muda mrefu. Unachokitaka anakupa. Yaani Zubeli anasema yani afanye kosa gani? Achana na hiyo sasa yetu. Hekima sasa, yani afanye kosa gani? Sasa kuna umri ukifika unakuwa ushakuwa sugu. Unakuwa unavumilia tu kama kuna umri ukifika. Kuna umri hapa ujana unaweza kidogo akamsaliti, lakini kuna umri ukifika unakuwa ushakuwa sugu, ushapitia, ushakuwa nyani mzee, yani mikuki mingi ushachomwa, unakuwa una nini. Kwa hiyo bwana, hiyo barua ipuuzwe. Ali, Eli na Ngai jaribu vipi? Ndo nani? Ndugu yako yule Eli ndo nani? Si yule ndugu yako wa Kongo? Mimi sina ndugu Kongo. Ndugu yangu anaitwa Ashraf, ndugu yangu anaitwa Mohamed, ndugu yangu anaitwa Mariam, ndugu yangu anaitwa Rehema. Sina ndugu kutoka Kongo mimi.
Mimi mpare kabisa kutoka Usangi. Unasema unaitwa Eli Kamwe. Sasa jina nilipewa na kina siku watu tunaenda kwenye party na kina Mukoko, alikuwepo Ndama Falcao, Maela alikuja, ndio akaniambia inabidi wewe kwenye hii party tukupe jina la Kongomani ndio uweze kuingia ili uweze kuenjoy, ndio akaniambia utaitwa Eli Kamwe. Eli Kamwe. Lakini sio kama ni ndugu zangu. Walinipa wa Kongomani kwamba wewe ni Eli Kamwe. Kuna clip umeposti hapa umesema biriani bwana Ijumaa mbali sana. Kweli nilikuwa na hamu leo, nimeamka na hamu na biriani, afu nikacheki ni Jumanne. Kwa Dar es Salaam hapa culture yetu biriani ni Ijumaa. Kwa hiyo nikasema kama kuna sehemu kuna biriani tamu leo nipe location nikale. Kuna mchezaji wenu kuna kipindi mlikuwa mnamtaka ukasema bwana, hiyo nimesema jana. Na nitairudia kuisema hapa. Nimesema jana, nitairudia kuisema hapa. Ikifika Januari kwenye dirisha dogo la usajili, watakaoamua ni wao. Watupe mapema mchezaji wetu au wamng'ang'anie aendelee kula mshahara wa bure, aendelee kupiga mpira nje anapoona goli. Very simple. Na hilo sitanii. Maamuzi ni yao. Yaani wao ndio watatuamulia kwamba watugee mapema mchezaji wetu au wamng'ang'anie. Wao wataamua sasa wa Saudia. Wataamua wa Saudia wao wanachokitaka. Wakitaka watugee saizi, wala. Wakimng'ang'ania ataendelea kula mshahara. Kipindi kile mlitaka kumng'ang'ania wakaweka ngumu hivyo hivyo. Kipindi kile sasa ilikuwa bado. Sasa hivi yani ni kwamba ni wanaamua wao. Wanaamua wao wenyewe wa Saudia. Mtaamua. Asalamu alaykum, shalom shalom shalom. Mtaamua nyie sasa. Mnatupa Januari au mnaendelea kuvimbisha mishipa ya shingo hiyo. Afu akifia kwenye goli anaweka tu nje kwa mashabiki huko mpaka mumpige. Usinganganie vitu vya watu. Jamani. Mimi nataka kwenda sehemu anataka. Juzi ndo maana nimeelewa. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia kuna timu moja hapa Tanzania kuiongoza ni rahisi sana. Nikanambishia, timu kubwa kama hii timu kuiongoza rahisi sana. Juzi ndo nimeamini. Kumbe ukiwa tu na plate ya ubwabwa na ndizi mbili ukaongeza na matikiti kidogo, shekhe, unaongoza watu vizuri tu. Timu ipi? Kuna mtu ameacha kuniambia timu Tanzania hapa ukitaka kuiongoza yani rahisi sana. Nikaa nambishia, watu wakubwa na uzoefu. Kumbe ni plate tu ya ubwabwa. Yaani waite wote, alafu pika ubwabwa uanze kunukia kwa nyuma, alafu wewe zima taa, ukiwasha wewe ondoka, watakula ubwabwa, shughuli imeisha. Ni ubwabwa tu. Sio mbili. Ndizi mbili na matikiti kidogo pembeni. Ndio. Baadaye wanaulizwa, ndio ilikuwa nini? Hatuelewi. Kumbe harufu ya ubwabwa. Watu wameuza timu kwa ajili ya ubwabwa. Mungu atupe bahati sana kwa mashabiki wa Yanga. Wana Yanga wenzangu, mshukuru Mwenyezi Mungu angalau kwa siku mara moja kufanya kwa shabiki wa Yanga. Unauza timu kwa ajili ya pilau? Na ndizi na tikiti? Kuna mmoja nimemwona anaongea, kijafai tonge lipo mdomoni. Mkutano kiuni nini, si umeze kwanza wewe? Wewe unataka kupata nini timu nzuri kwa ubwabwa huu? Ali, bwana wanaomba bwana basi saa watu wanawatania upunguze kuposti picha yako kwa vaji za Balkani na kofia. Alafu Mandala anasema ile ni nani ile? Picha ya kichawi. Picha ya kichawi. Kichawi. Na dua yako ya juzi anakusomea albadili mdomo wa unajua kitu kimoja ambacho watu hawa hawaamini mpaka sasa hivi. Na mimi ambavyo hawaamini ndo nazidi kufurahia. Unajua hawaamini kama mimi na jasusi wangu mle ndani. Wanaona kama ni utani. Kama na watania. Wanahisi mimi na watania. Tuendelee. Maneno ya mwisho ya jasusi baada ya mechi ile. Hapa yenyewe nina taarifa kubwa. Hapa yenyewe nina taarifa kubwa ambayo nimeipata. Taarifa kubwa nimeipata. Lakini taarifa hii navuta subira kidogo. Nitakuja kuiachia. Yaani baada ya juzi tu hivi timu imekwenda, timu imerudi, nikawajuza kwamba toka saa 4 asubuhi mechi ilikuwa imeshauzwa. Muongo huyu. Anatabiri tu. Haya, wamerudi 24 dakika na kweli watu wengi wakakumbuka maneno yako dakika 24 tu. Adhana. Nikawaambia mkisharudi
jasusi akanipa faili jipya ya kinachokwenda kutokea sasa hivi. Sasa jasusi kaniambia sasa hivi unajua uongozi umegawanyika hivi kama vipande vya sambusa. Uko ta. Uongozi upo kama sambusa hivi sasa hivi. Naanza kutoa kodi hapa. Nini kinawagawanya? Sambusa za nyama. Hivi uongozi uko hivi sasa hivi. Sasa upande huu unataka upande huu utoke ili upande huu ukaongoze upande huu. Yaani kuna mtu huko kwenye upande huu anataka aongoze vyote. Aende huko. Alafu kuna mtu yupo hapa, yeye anataka aende upande huu agombane na upande huu. Pazito. Vitu vya jasusi siwezi kuvielewa. Nimekupa tu kodi hiyo nitakuja kuitoa hivi karibuni. Lakini kuna tetemeko linakuja pale. Tetemeko kubwa, nimeshapewa faili lote. Sasa shida mimi nikiongea Mikoe Kisugu eti ananijibu. Mwingine bwana Mandala ananijibu. Mimi naongea mambo yangu ya jasusi, hao anajibu nini? Yaani nawahusu nini jasusi wangu? Mimi nimekwambia jasusi ni wa timu gani? Yaani nimekwambia yuko wapi? Kama jasusi yupo Katari huko au yuko Serbia. Mshabiki mwingine nilikuwa naangalia hapa kwenye clip anasema jasusi ni Mzee Mangungu bwana. Ndio nakwambia sasa wanakosea watu hivyo. Mimi sijasema timu gani. Sijasema ni nani, nimesema tuna jasusi wangu mahala. Mikoe Kisugu anakuja kunijibu. Na eti Mikoe Kisugu anijibu eti kama mwanachama. Hizi timu hizi. Angalia Yanga. Mwanachama mkongwe mwenye ushawishi wa muda mrefu. Unamkuta mama yetu Fatuma Karume. Unamkuta mzee George Mkuchika. Huku unamkuta Mikoe Kisugu. Pasi milioni eti ni wanachama wenye ushawishi. Pasi milioni. Sijui Mandala. Subhanallah. Jamani. Vitu vingine unajua, yani vitu vingine bado ulipiwa tu hela uvitazame kama comedy. Lakini comedy tupu. Yaani kabisa hata mimi mwanachama mwenye ushawishi wewe Mikoe Kisugu na kipara chako hicho. Mimi mwanachama mwenye ushawishi wewe. Umepewa tu plate ya ubwabwa umekimbia mkutano. Hebu niache ndugu yangu. Unasema maisha bwana maisha. ACA bana alizungumza president kwamba ACA inakwenda kuanza na usajili umeshafunguliwa na klabu ya Young Africans. Tumekuwa klabu ya kwanza kulipia ada ya wanachama kuwa chini ya mwamvuli wa ACA rasmi. Sasa vilabu vingine vinaendelea kulipia na taarifa zitakuwa zitatolewa kwenye page ya ACA, na kwa sababu ni mwenyekiti wa wasemaji Afrika nitakuwa na operate pia na huko, nitakuwa na hapa update klabu zinazokwenda kulipia. Kwa hiyo nichukue fursa hii pia kuziambia klabu za Tanzania, fursa ndo hii. Yanga tayari kashaanzisha mwendo. Last time kwenye meetings sio makamu wa pili, sio makamu wa rais, sijui inaitwaje ile wa Azam Popat, cheo chake nini? Makamu wa rais. Maana Azam unajua the more anafungwa the more vio vinakuwa vingi. Ushachunguza? Azam wakiwa wanashinda wana vio vichache. Wakianza kushonwa, wewe unafikiri Ibu aliingia muda gani kwa afisa habari afu kwa na msemaji? Si ilianza Zaka? Baada ya kushonwa akaja Ibwe. Kwa Zaka afanya kazi na Ibwe. Na sio wako hawa? Sio Spain na sio Tanzania. Mishono hiyo. Marais wako hawa kule? Wawili Na mashabiki wako hawa? Mashabiki. Nani. Sasa. Shabiki pia wako hawa. Nimeona Zaka anaongea sehemu jana sio juzi, anasema kwamba Ali anaumia na Azam, Ali timu yake ni Azam, anaipenda toka utotoni sijui na nini, kwa hiyo anaumia. Eti Ali picha zake za zamani hana picha alikuwa amevaa jezi ya Yanga. Zaka bwana. Unajua mimi sio Yanga wa hivi. Kwa pia. Mimi eti wallahi tena mimi napenda Yanga. Wewe unajua mimi Yanga. Mimi Yanga. Sasa nimwambie Zaka thabiti Zakaria. Of course ameleta challenge nzuri kwamba mimi nitoe picha ya zamani nikiwa na jezi ya Yanga. Mimi nitaitoa hiyo picha. Lakini sio picha hiyo tu, nimwambie. Nitatoa picha ya yeye na mimi kwenye kikao cha Yanga. Sasa nataka tutoe challenge za zamani. Nitatoa picha yangu nikiwa na jezi ya Yanga. Alafu nitatoa na mazungumzo yangu mimi na yeye tukijadili Yanga yetu. Akinieleza jinsi gani anaumia na baadhi ya mambo, na tuna picha tukiwa kwenye kikao hapa Jangwani.
Kipindi hicho msemaji akiwa Dismas 10. Chumba hiki kikiwa ndo ofisi. Zaka amekaa hapo, mimi nimekaa hapa. Dismas kaa kwenye meza. Tunajadili Yanga. Sasa mwambie Ali amekupa muda. Either afute kauli yake au nipandishe. Na mimi nikipandisha napandisha kama mashetani kaka. Atakuja mengi hivi. Yaani katika vitu duniani naviweza ni nongwa. Maana nione mara 3 ananigusa tu. Huyo Azam mangapi sasa umempa? Masaa hapa ni mtu mzima ule. Anatakuwa ajitathmini tu mwenyewe. Mtu mzima kazi upo masaa. Ajitathmini tu. Maana ni muda mrefu kaanza. Kwanza alikuwa fundi simu, nimesema kweli mimi nilikuwa fundi simu. Utafutaji huo. Sasa kaja ya pili sasa hivi. Huyo alioni mwambieni kabla hajaenda Yanga awaonyeshe picha akiwa amevaa jezi ya Yanga. Si ndio bwana? Picha akiwa amevaa jezi ya Yanga. Sasa mimi namwambia bwana Zaka, mimi hilo nitalifanya. Nitatoa picha nilikuwa nimevaa jezi ya Yanga. Na wakati huo nikilifanya hilo nitatoa tu pia picha. Sijui kwa picha zangu zile bwana. Nitatoa pia picha nikiwa na yeye na Dismas 10 tukijadili mambo ya Yanga yetu. Hii mnakumbuka mwaka gani she? Kinambo tweet Yanga kinambo 2000 na ngapi? 2000 na. Subiri wewe, hii Yanga hiyo unaona? Unaona? Picha yangu hiyo, Yanga jezi gani hizo? Kinambo tweet. Yanga jezi gani hiyo? Sio tunafanya hivyo nini? Hapa ni kwa uwanjani hapa. Kipindi hicho dada yetu Mwani Nyangasa ni msichana binti mbichi. Lini? Jezi unakumbuka hizo? Hii kina Juma Abduli. Umeona? Ya Zahera hii. Ya Zahera hiyo Shacheza mechi mimi za Simba na Yanga. Umeona? Nikiwa mchezaji jezi gani za Kilimanjaro kipindi hicho? Kilimanjaro. Hayo kitambo sana. Sasa nitakuja kutoa picha za Zaka mimi na yeye tukiwa hapa Jangwani. Nitatoa na meseji zake anazolalamikia kuhusu Yanga na kufanya vibaya. Za muda gani? Za sasa hivi kale? Za kitambo. Za kitambo. Za kitambo. Uko nazo kumbe? Zaka ni mwenzangu kitambo. Yaani mimi na Zaka ni Yanga damu. Mimi na yeye tulikuwa tunakuja hapa tunamshauri Dismas. Nashangaa sasa hivi ananikana. Hicho Azam ipo haipo? Ananikana. Msemaji wa Azam alikuwa nani? Wakati ule alikuwa Jumane nani yule? Kaba kuna Faza alikuwepo katikati hapa. Chamsao ule mzee. Kwa hiyo mimi nataka maisha ya Zaka kabla ya pale. Nayo mimi. Na uzuri simsubiri yeye, mimi nayo mwenyewe. Yaani yeye atakiwa hapo. Yaani nyinyi mkimuoji sasa hivi Zaka za kazi. Aseme tu su. Bas. Bwana Ali anasema kashatoa ushahidi wake, lakini pia ana ushahidi wako wewe ni Yanga. Anataka wewe tu useme su. Akaso sisheni mahojiano nileteni hiyo clip. Ni fyatue mimi mzigo. Ana kujifanya kwamba yeye Azam damu. Ibwe naye kuna mechi moja walicheza kule Mwanza na Pamba. Ibwe eti akawa analia. Azam kafungwa. Akawa analia eti kainama chini, Ibwe analia. Anasukuma na kiti hivi. Eti Ibwe kapata uchungu analia. Yule naye Ibwe. Juzi kaniambia washoneni Waarabu wanangu wao msichoke pambaneni nao. Juzi hapa tu kwa Algeria. Jamani. Sasa hivi wanaonekana makiojiwa. Huyo Azam sasa kama Mtanzania labda kama Mtanzania bwana mfanye vizuri. Mimi nilikuwa mfanyakazi wa Azam Media. Na unajua ukiwa Azam Media automatic hata Zaka wale wote sisi tuna mkataba wetu unatakiwa tu support vitu vyote vya boss vile. Umeelewa? Lakini wote wanajua mimi timu yangu ni Yanga Afrika. Na hili wala asilifichi. Yaani silifichi. Kama mimi ni Yanga, nilikuwa mshabiki wa Yanga, nimekuwa kiongozi wa Yanga na inshallah baadaye naweza kuja hata kuwa kocha wa Yanga. Ukitoka Yanga kama riziki itakuwa imekwisha nitaenda sehemu nyingine wakiwa wanajua mimi ni Yanga. Sio timu nyingine zimeajiri watu wa Yanga afu zinaishi nao tu. Tunaishi nao. Wako wengi, Yanga taifa kubwa hiyo. Wako wengi. Wenzangu ambao wako kufanya kazi sehemu nyingine. Sasa hivi nikutajie orodha ya wasemaji ambao ni mashabiki wa Yanga. Nitajie.
Wanafika kwanza wangapi? Wanaweza kufika 10. Namba moja. Wanaweza kufika 10. Namba moja Sasa Zaka. nisiharibu riziki za watu. Lakini hawa wawili kwa sababu amenichokonoa. Zaka amenichokonoa zaidi ya mara 3, anajaribu tu. Leo nimemjibu na picha nimewaonyesha. Lakini sasa mimi haijaishia hapa na mzigo wake. Aseme tu nipandishe. Tulikuwa tumejadiliana hapa Dismas tena, alikuwa anaelezea machungu. Kipindi kile Yanga inafanya usajili, namchukua mchezaji gani kutoka Benin nafikiri. Alikuwa matatu tu hivi. Olkob kitu so. Ule Sydney Olkob na Namibia. Kuna mtu kutoka Benin alikuwa atakuja na tatu. Zaka ndo alikuwa atugia uchambuzi hapa ofisini. Tusaidia. Sasa hivi eti Zaka eti anavaje? Mimi na Zaka naibwe. Awaambie bwana hali bwana ushahidi wenu. Nyie ni wenzake. Yaani mimi na wao ni familia. Wasiniguse. Kwa sababu wao hawawezi kuthibitisha mimi ni Azam. Never. Hawawezi kuthibitisha mimi ni Azam FC. Mimi naweza kuthibitisha wao ni Yanga. Asubuhi mchana kweupe. Naweza kuthibitisha. Wao hawawezi. Wao wataongea tu kama hivi. Mimi kweli nimeishi Mbagala, sio utani, nimeishi kweli Mbagala. Nimesota sana pale. Lakini kuishi Mbagala imaanisha unashabikia Azam. Nimeishi Mbagala kweli, lakini sijawahi kuipenda Azam FC. Timu tu mimi sijawahi kuikubali. Basi sijawahi tu. Kwani kuna dhambi mimi kwa sio shabiki wa Azam? Kwa hiyo wana force mimi ni shabiki wa Azam. Mimi sio shabiki wa Azam. Sijawahi kuipenda Azam FC. Haijawahi kuwa timu ambayo inanigusa. Najua hata wao haijawahi kuwagusa. Lakini ndio hivyo. Lakini kwenye wasemaji 16, wasemaji wasiopungua 10 ni familia yetu Yanga. Na ninawajua. Mambo tu ya riziki ya tunyamaze. Lakini wote natati nao huko. Natati nao humu. Tunapanga timu yetu hapa vizuri tu. Wanafikisha madukuduku yao huko. Vizuri kweli nakwambia, vizuri mno. Kaka timu sasa hivi imeimarika. Tumekutana nyie sasa hivi. Sasa kafika 5. Mko vizuri sasa hivi wanatu. Anambia poa. Paka wengine wapige picha na makombe. Unaona sasa? Nyumbani, nyumba Ben Poele. Nimepakumbuka nyumbani. Kuna mtu alikujaga kwa nyumbani tukampa kombe hapa. Zamani hiyo. Alafu sasa ile picha je, mimi nilikuwepo ile siku. Nilikuja naye hapa. Tulipiga picha hapa. Mimi picha yangu mbona nakumbuka nilipiga nikiwa niko uwanjani. Yeye akaja kupigia hapa. Tulitoka tukaja hapa. Nyumbani. Kwenye nani mwanake kupiga ile kupiga na kombe ile mwanangu, unajua kuna ile maneno yale. Akata napiga. Wewe subiri, wewe sasa mbona una picha ya kombe la Yanga? Kama mbona wewe una picha ya kombe la Yanga? Wewe sio familia yetu. Tunakujua. Ndio maana wewe huna picha ya Yanga, huna hata huna. Wewe huna. Sio picha, hata picha ya jezi hapa huna. Yaani ya jengo tu nje huna, kama umekaa tu unapiga picha huna. Tunajua kwamba wewe sio familia yetu. Lakini ukisha familia ukishaingia huko ndani uko familia, lazima tu utafika pale kwenye makombe, utalibusu kidogo. Unaelewa? Wewe utajipitisha kidogo, utakuja huku, utaingia, unasikia raha kwamba nimekuja nyumbani, unaenjoy. Mwangalie blaza, uenjoy.